Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nahdihi wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa la wazira lahu wa la mu'ina lahu wa la mathila lahu wa la nidda lahu. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Watukufu wa Kiislamu, baada kumshukuru Allah jalla jalalu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah leo nimekujieleni tena mbele yenu kwa ajili ya kuelimishana elimu mbalimbali ambazo zinahusu dini yetu ya Kiislamu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie elimu hizi ziwe ni zenye kuleta manufaa katika umma huu wa Kiislamu. Inshallah leo nitakuletea maajabu ambayo yanapatikana katika suratul Ahzab, sura vyama au makundi. Watu wengi sana hawajui tiba kupitia Qur'an. Sasa mimi nakufundisha tiba hizi kupitia Qur'ani ili uende ukajitibie mwenyewe, na Mwenyezi Mungu inshallah akikufanyia wepesi utapona maradhi yako. Kila kitu ni imani tu, wala usiogope kufanya tiba hizi, jifanyie mwenyewe wala usiogope, imani ndio kila kitu. Kwa inshallah mimi leo nitakupa maajabu ya tiba ambayo inapatikana katika suratul Ahzab. Tayeb, qala alayhi salatu wassalam, bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, qari'ul ahzab, mtu mwenye kuisoma hii suratul Ahzab, basi yud'a fi malakuti llahi ash-shakur, huyu mtu ataitwa katika ufalme wa Allah siku ya kiyama kwamba huyu ni mja mwenye kushukuru. Suratul Ahzab ukisoma mara moja tu kwa siku, basi siku ya kiyama utaitwa katika ufalme wa Allah kama wewe ni mja mwenye kushukuru. Unaonaje ukaipata faida hii ya Uislamu? Kwa usome sura hii kwa siku mara moja tu ili uitwe katika waja wenye kushukuru siku ya kiyama. Lakini pia mtume akasema, waman katabaha fi raqil ghazali, mtu yoyote atakayeandika sura hii kwenye ngozi ya kondoo, ukachukua ngozi ya kondoo ukaenda katika ngozi za kondoo zinauzwa katika maduka ya kisunna, ukaenda tu katika duka la kisunna ukimwambia nipe ngozi ya kondoo, wanakupa, wanakuwa nazo, isipokuwa baadhi ya maduka ndio wanakuwa hawana, lakini maduka mengi wanazo. Kwa mtume anasema, man katabaha fi raqil ghazali, mtu yote atakayeandika sura hii kwenye ngozi ya kondoo au waraki mauzi, sawa, au mauzu, au kwenye majani ya mgomba. Mauzu ni ndizi. Sasa wale mti wake mgomba ule, yale majani yake makavu au mabichi, ukichukua kisha ukaiandika sura hii kwa zafarani kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 10. Usiandike sura yote, kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 10 ukachukua, sawa, ngozi ya kondoo au ukachukua majani ya mgomba. Tuko pamoja? Kisha ukaandika sura hii kuanzia aya ya kwanza mpaka aya ya 10 kwa zafarani. Tuko pamoja? Kisha wajalaha fi manzilihi, kisha ngozi ile ya kondoo au yale majani ya mgomba ukayaweka katika nyumba yako ndani, basi kathratul khitaba, posa zitakuwa nyingi ndani ya nyumba yako. Watu wengi watakuja kuposa ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo ukitaka posa zako zisimame, ukitaka nyumba yako iwe ina baraka, wari wako wapose, waolewe, basi chagua moja katika mawili. Chukua ngozi ya kondoo ambayo inapatikana katika maduka madawa ya kisunna, kisha iandike suratul Ahzab kuanzia aya kwanza mpaka aya 10 kwa zafarani. Unaanza bismillahir rahmanir rahim, unaanza aya kwanza mpaka aya 10 kwenye ngozi ya kondoo. Kisha ngozi ile nenda kaiweke ndani kwako, au utaangalia sehemu gani nzuri uweke, lakini sehemu yote unaweza kaiweka, lakini sharti iwe ndani kwako. Basi posa zitakuwa nyingi kwako wewe. Kama ngozi ya kondoo umekosa, chukua maganda, yani majani ya mgomba, sawa, yale makavu au mabichi, yoyote utakochukua, lakini ili mradi iwe ni jani la mgomba. Kwa pamoja, chukua majani ya mgomba yale, kisha iandike aya ya kwanza mpaka aya 10 katika suratul Ahzab, sawa. Kisha ile majani nenda katafute sehemu ndani ya nyumba yako yaweke. Ukifanya hivyo tu kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi posa zitakuwa nyingi kwako. Kama una wari wako 5 4, basi wote watakuja kuposwa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Si maneno yangu, ni maneno ya bwana mtume Muhammad kwenye kitabu hichi hapa. Kwa sababu kuna wengine wanasema Sheikh, maneno ya shirki. Hapana, ni maneno ya mtume Muhammad. Nasoma hadithi, kitabu nichi hapa.
Kwa ukifanya hivyo tu, kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesa zako zitasimama na zitakuwa kubwa sana. Mwenyezi Mungu akufanyie pesi. Ikiwa huwezi kazi hiyo, basi sisi tunaweza tukakufanyia. Nitafute kwa namba zangu za WhatsApp 0777 799359. WhatsApp namba ni 0777 799359. Nitafute kwa namba hizo ili niweze kufanyia kama wewe mwenyewe huwezi kufanya, na Mwenyezi Mungu atakubariki inshallah. Leo madini ya leo ndo hayo, na Mwenyezi Mungu atujalie salama. Tukutane tena katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.